Halo, Bwana Yesu asifiwe. Mtazamaji wangu, nashukuru Mungu kwa siku ya leo, kwa neema yake ambaye ametupatia ili tuweze kutana, ili tusungumuze mambo mawili matatu yanayohusu ufalme wa Mungu. Mtazamaji wangu, siku ya leo naomba niongee kuhusu mambo yanayofanyika katika familia nyingi. Leo naenda kuongelea familia, mtu wa fitina katika familia. Mtu wa fitina katika familia. Leo ndio naenda kuongea kuhusu huyo mtu. Maana kuna familia siko na amani, lakini wakati silikuwa na amani. Lakini kuna mtu alipoingia tu katika hiyo familia, amani ikaisha. Kuna mtu mwingine, familia zingine siko na grupu ya kwanza ya masista na mabrother wakubwa, grupu ya pili kuna wale wa kuwafuata, grupu ya tatu ya mwisho. Sasa unakuta pale juu kuna mmoja akona fitina anapiga wa chini, na hapa chini kuna mmoja akona fitina anapiga wa juu, hataki familia ielewane. So unakuta familia ina uwezo wa kufanya mambo fulani, wako na uwezo wa kifedha, wako na uwezo wa kikazi, wako na uwezo ule wanaweza ungana na wafanye mambo makubwa. Lakini kwa sababu ya mtu wa fitina ambaye amesimama katika familia, amesimama anapiga familia huku, anapiga huku, anapiga huku, anapiga huku, anapiga huku, na ameaminika kwingi. So huyo mtu wa fitina, na mnamjua, mara nyingi inakuwa vigumu kumwavoid, maana hata muitane mkutano bila yeye, kuna mtu atatokea ndani mwenyu anayempenda, atamweleza. Kuna mkutano umeitanwa na uchaambiwa, na unakuta analete shida sana. Hata mseme leo hii wacha tufanye hili bila yeye, utakuta kuna shida imesalika mahali, maana yeye huyo mtu akona mission katika familia. So leo nataka niongee kuhusu ule mtu ako kwa familia na vitina, anakonganisha watu, anapiganisha huku, anapiganisha huku. Wakati watu wanapigana, hiyo ndio inakuwa raha yake. Wakati watu wanaumana, hiyo ndio inakuwa raha yake. Wakati watu wanapigana, wanaumizana, hiyo ndio inakuwa raha yake. Lakini leo tu naomba nisungumuze kuhusu yeye ambaye amekuwa anafurahia familia watu wakipigana. Nataka nikukumbushe jambo moja tu, ya kwamba mabaya unayotaka ya kule wengine na kwako kuwe na amani, wacha nikwambie, utakuja kosa amani ya milele, na hata kwako hautakuwa na amani. Kumbuka wewe ulipika fitina, mke mwenza akaacha ndoa akaenda, huyo shamechi yako akaacha, ana mke ana familia, ndio huyo mke mwenza anaenda akilia. Kumbuka wewe ulipiga mke wa brotherako vita akaenda, leo hii analia. Kumbuka sana wewe ulipika vita mke wa brotherako, au sister ulipiga mke wa brotherako vita akaenda, na umesaa wewe unasaa, na wewe ni mwanamke na pia wewe ni mwanaume. Yale unayotakia wengine yatakuja kwako na yatakuumiza. Achana na vitina kwa familia. Kama wewe ni mke umeolewa kwa familia na umekuta hiyo familia iko na amani, usipepe hizo vitina zile vitina umetoka nazo kwenyu. Mmezoea kuunganisha watu, kupiganisha watu, ukuja nazo mahali umeolewa. Na ukija tabia ile umekuta pale, usianze kuibadilisha na vitina na mambo ambayo sio mazuri. So vitina wanga vinachimbia mtu shimo, na wanga vinachimbia mtu shimo, na hiyo shimo huyo mtu tumbukia bila kujua. Maana nilisoma Zaburi 50:24 na 25 inaongea kuhusu mtu wa vitina.
So wakati wewe unapika vitina, unakalia mke au mtu au brother yako vitina, unachichimbia kaburi ambalo utachifunikia wewe mwenyewe. Na hii vitina vinakuanga na mshahara. Mshahara upo, mshahara wa vitina upo. Kila wakati mtu wa vitina anaishi kwa mshahara wa rejection. Unakataliwa kila mahali. Mtu wa vitina hata kanisani ukataliwa. Mtu wa vitina hata kwa familia ukataliwa. Mtu wa vitina kila mahali ukataliwa. Ndio unasikia watu wa vitina ndio wanatangatanga makanisa. Hawezi kaa kanisa moja. Maana akienda hapo kanisa hiyo aone pastor wapo anakemea vitina, anachomoka, anaenda ingine. Akiona akemea vitina, unakuta kwa mwaka ameshiriki makanisa 28. Yeye amekuwa memba wa makanisa 28 kwa mwaka moja. So kila after 2 weeks anabadilisha kanisa sababu ya vitina. So vitina ni malango ya rejection. Ndio uweze kupona, ni vyema achana na vitina. Hata kwa familia unakuta tu kuna mtu ako kwa familia, yeye anapiganisha tu watu, anapiganisha hati haezi onja kilicho kizuri. Kila mahali anaenda watu wanasema fulani akiwa hapa hatukuji, fulani akiwa hapa hatukuji, fulani akiwa hapa hatukuji. So anakataliwa kwa sababu ya vitina. Hakuna mtu ukubali kukaa na mtu wa vitina. Hakuna mtu ukubali kutembea na mtu wa vitina. So maisha haya unazunguka ukiomba, Mungu nipe kipali, nipe kipali. Acha vitina. Ukiacha vitina utapokea kipali. Ukiacha kuwa na vitina na roho mbaya, we uko na roho mbaya hata kuliko shetani mwenyewe mwenye kupepa roho mbaya. We uko na roho mbaya, yani hata kila mahali ukienda kwa mke mwenza, hata uingie kwa nyumba ya brother yako kute kitu, unaleta shida. Unasema wadogo wamenunua kitu wanaringa na nini. Nimekuja kuona hata kuna mabrother wakubwa wanaweka limiti kwa wadogo, na wadogo nao wanakimbia wawezavyo kwa sababu ya roho mbaya, roho ya uchungu, roho ya wifu, roho ya vitina ambayo mmepepa. So leo ningetamani kuambia hivi, heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Na ukitaka kupona, uponye maisha yako, achana na vitina. Wacha kupigana na kila mtu. Kuna mtu mmezaliwa na yeye, lakini huyo mtu ni mpepa destiny ya familia. Utaenda kumupiga ujiletee shida. Kuna mtu hata ni mdogo wako, wewe ni mkubwa, amepepa destiny ya familia. Utapigana na yeye ujiletee shida. Kuna kanisa utaenda, hiyo kanisa imepepa destiny ya maeneo ya society ya area hiyo. Wewe ende kupigana na ujiletee shida. Ndio unaona kuna mtu mwingine amepepa magonjwa, hata wende Mombasa, hata wende wapi, ati kujiweka wakifu, ati kufanya nini upone, hawezi pona, sababu hiyo magonjwa uliyatoa ndani ya roho yako, ni mshahara wako. So ukitaka vizuri, toka kwa vitina na upepe roho safi. Biblia inasema heri wenye moyo safi, maana watamuona Mungu. Methali 4:23, linda moyo wako kuliko chote ulindacho, maana ndani ya moyo ndiko zitokako chemichemi za uzima. So ukitaka upone, pepa roho safi, pepa roho safi. Na roho safi, roho wa Mungu ataingia, na ache mwana na ache Mungu, na wakae kwako na wakule kwako, na mwisho wa kusalia matunda. So ukitaka vizuri, achana na vitina. Tuombe. Baba, nakushukuru kwa ajili ya message hii. Inapoenda mpepa vitina wa familia, enda uhakikisha ameokoka. Ng'oa vitina anayotembea nayo, weka Roho Mtakatifu ahubiri Injili. Katika jina la Yesu nimeomba na kuamini. Shalom, shalom. Ni Pastor Kale Kahawe ndani. Shalom.